wazo la kufikiria kuhusu jinsi ya Mungu alivyokupenda. Na usipoona huo uungu ama usipoona pendo la Mungu jioni ya leo, basi wewe tutakuweka katika kiwango cha yule mpumbavu. Maandiko yanasema ya kwamba hawa wawili, kuna wale walikuwa 5 wapumbavu na wengine walikuwa 5 ambao walikuwa ni welevu. Lakini hawa welevu kuna kitu tofauti walifanya ambacho kilifanya wawe welevu. Maandiko inasema walitoa mafuta ya taa. So katika hii allegories ama katika mfano huu tunaona type mbili ya kanisa. Tunaona kanisa mwanamke katika maandiko ni kanisa. Unaposikia maandiko ikisema kwamba kulikuwa na wanawake wapumbavu na wanawake wenye busara, ina maana kulikuwa na kanisa pumbavu na kulikuwa na kanisa lenye hekima. Pigia Yesu makofi mazuri. Haleluya! Na unajua kanisa hizi mbili zinakaa kufanana, kwa sababu maandiko inasema ya kwamba hawa walikuwa na taa na hawa walikuwa na taa. Kwa hivyo ungekutana na wao haungejua kama hawa ni wapumbavu ama hawa si wapumbavu. Mnanielewa mpaka hapo? Kwa hivyo ungekutana na hizi kanisa zote mbili zilikuwa zina mfano unafanana, zote walikuwa na taa. Pumbavu kama lililo na watu wenye upumbavu linaonyesha ishara ya kuto kufuata injili ya mitume. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haifuati injili ya mitume, bali inafuata injili ya tumbo. Injili ya tumbo ni ile unaweka ibada ili uchukue sadaka ili upate cha kufanya jioni kukula na mkeo. Na hapo ndipo wachungaji wote mpaka mimi nimewekwa ndani ya ile kanisa pumbavu. Ukikutana na mtu ukimwambia nataka uokoke, baba yangu njoo hapa. Amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Huyu baba tumpigie makofi mazuri. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Huyu baba alivyovaa vizuri hivi, akisimama hapa kuna watu wanasema hawa ni wale wanataka sadaka. Mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani. Mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani, si kwa matendo yenu, ili mtu yeyote asije akafanya nini? Akajisifu. Siku ya leo watu wamekataa mafuta ya neema juu ya maisha yao, wanakimbilia matendo yao ambayo wanasema njoo na kifagio tufagie shetani. Fagia shetani Jumapili. Unapata wamama kila mtu ameambiwa akuje na kifagio, chukua juu namna hii. Sijasema hapa hawajafika, kule Kilifi wako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Labda hapa hawajafika. Kila mama anaenda na kifagio, na kwa inua kifagio chako juu namna hii. Haya ni wakati wa kufagia shetani. Unapata kwa maombi kila mtu anambia fagia shetani, fagia shetani, fagia shetani, fagia shetani. Shetani mwenyewe huwa anakaa chini anajiuliza, pia hii ni yangu kweli? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa sababu shetani anawekelewa vitu ambavyo mwenyewe anashangaa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sasa baba kama huyu akianza huduma mahali kama hapa, badala watu wasikize neno la Mungu ambalo amekuja nalo, tayari akijiita mchungaji wanasema huyu amekujia pesa zetu. Hebu angalia vile kanisa pumbavu limeharibia kanisa la wale welevu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Angalia vile kanisa pumbavu limeharibia lile la wale welevu. Kwa nini? Tumpigie mchungaji makofi anapoketi. Kwa nini? Kwa sababu hawa watu wawili wako na taa zinafanana. Hili lina taa na hili lina taa. Sasa wewe ili kujua kwamba hii taa ni ya wale ambao ni wapumbavu, unahitaji ziada ya kuelewa neema ya Mungu na ujue si kwa matendo yako unaokolewa, bali wokovu ni kipawa kitokacho kwa Mungu. Unapoamini Mungu unapokea wokovu kama zawadi unayopokea kutoka kwa Baba yetu mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Lakini siku ya leo kanisa pumbavu limekuja likapambaza watu. Kila Jumapili utasikia wazee na wamama wakiambiwa pokea gari, pokea nyumba. Nani kakuambia kwamba Yesu alikufa ndio upokee gari? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Pokea nyumba. Nani kakuambia kwamba Yesu alikufa ndio uweze kupokea nyumba? Nimekupatia hiyo Biblia ndio nisomee kitabu cha Mathayo. Nipatie kitabu cha Yesu, maana yeye ndiye atakaye waokoa watu wake na dhambi zao.
Sikiza hapa na utege sikio lako kwa makini. Ni 1:21 mtumishi. Soma. Inasema hivi. Ndio. Naye atamzaa mwana, nawe utamuita jina lake Yesu. Nawe utamuita jina lake Yesu. Maana yeye ndiye atakayeokoa watu. Yeye Yesu ndiye atakayeokoa watu wake na dhambi zao. Ataokoa watu wake kutoka kwa nini? Kwa dhambi zao. Tuimbe kama chorus. Anaokoa watu kutoka kwa nini? Kwa dhambi zao. Kutoka kwa nini? Kwa dhambi zao. Kutoka kwa masikini? Kwa dhambi zao. Kutoka kwa masikini? Kwa dhambi zao. Kuja kuwajengea nyumba? Kwa dhambi zao. Watoto gari? Kwa dhambi zao. Yesu anakuja kufanya nini? Kuokoa watu. Kutoka kwa nini? Kwa dhambi zao. Ni nani kakwambia unaenda kanisani kutafuta gari, kutafuta pesa, kutafuta nini? Kwa tenda moja duniani, ili yule anayeitwa mwenye dhambi aondolewe dhambi na aitwe mwenye haki wa Mungu, aitwe kanisa takatifu la Mungu. Na hiyo ndio injili ambayo mitume walikuwa wanahubiri. Injili sio kile mwanamke wewe unasema ya kwamba unaenda ndio uweze kuoa. Vijana wengi wanaenda kujiunga na kanisa ndio wapate kuozwa wadada. Bwana Yesu asifiwe. Unaona kijana amekuja ameshave vizuri, amepiga kazi, ako kwa mission anatafuta dada. Halo? Amen. Anakuja anatrainiwa keyboard, anacheza keyboard, na akigusa keyboard namna hii, dada anakujika moyo, anasema ningepata yule jamani. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hajui ya kuwa yule ambaye anacheza kinanda pale ako kwa mission. Halo? Kwa sababu watu wamefanya kanisa kama ni sehemu ya biashara ama sehemu ya jokes. Unajua ni katika kanisa ya leo utapata kuna DJ. Huyu DJ anakubaliwa kuwa hapa kwa sababu DJ anapaswa kuwa mazeshini, lakini kanisani hakupaswi kuwa na DJ. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu jina DJ inamaanisha disc joker. Halo? Hatutaki jokers makanisani. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Jina DJ kama hujui inamaanisha disc joker. Haleluya. Amen. Wao jokers wanajoke na muziki pale, ndio utasikia mara ataweka anajoke na sisi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini watu hao wote wamekuja, lakini badala ya kuja kanisani wapokee uzima wa milele, wanakuja kutafuta vitu. Hata wewe kesho kuna watu wengi wataenda kanisani, si kutafuta uhusiano na Mungu, bali ni kutafuta kuombewa na mchungaji. Amen. Unaweza kwenda waombewe na mchungaji, alafu mchungaji anawaambia, mchungaji akaona na wewe unakuja nikuombee sana. Anasema sasa Jumapili ijayo Jona 500, Roho wa Mungu ananionyesha ukitoa 500 madhabahu inue inavunjika hii. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tumeacha injili ya mitume, tumeacha injili ya Kristo, tumeacha injili inaweza kuleta hata uhusiano mwema katika watu na watu. Tumeacha injili iliyokuwa inaweza kufariji, tukaleta injili za jokers makanisani. Na hiyo ndio imefanya mpaka vijana ukiwahubiria wanasema wewe pastor najua umeweka. Mimi nina vijana wengi pale Kilifi nikikutana nao barabarani wananiambia pastor tupe sadaka, leo umetoka kuchukua sadaka. Kwa sababu wamepata kanisa likiwa limeharibiwa, ya kwamba tunaenda kanisani si kwa sababu ya mioyo yao, tunaenda makanisani kwa sababu ya kuvua mifuko yao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni lazima turegeshe injili mahali palipo sawa. Kwa nini? Mama kama huyu aliyelala hapa, ukienda kwa watu wengi ambao kwa sababu hawajui maandiko, wanasema Mungu alimpenda, Mungu amemchukua. Hakuna aya inasema hivyo kwenye maandiko. Ni Mungu aliyetoa, na tena ni Mungu amechukua. Na watu wengi hapa mko na kasumba hiyo ya kwamba ni Mungu ametoa huyu mama na amemchukua. Nikuulize swali. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nikuulize swali. Ni baba yupi atakayempatia mkewe mtoto alafu akujie huyo mtoto amuue? Isipokuwa tu ni shetani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unataka kuniambia mama amekaa bila kupata mtoto kwa miaka 10, saa zile amepata mtoto akakufa, Mungu amemchukua, na alikuwa anatarajia huyo mtoto miaka 10, amempata tu baada ya miezi 3 akafa, unasema ni Mungu amemchukua? Huyo ni Mungu aina gani ambaye anaua kile unapenda? Je, wewe unaweza kuua mtoto unayempenda? Kama wewe kama mzazi huwezi kumuua, je, inakuwaje leo wewe unaambia Mungu ameua? Hebu
tuulize Yesu, mtu akipenda, Mungu akipenda mtu anafanyaje? Maandiko haya iko na kila jibu ambalo unalihitaji. Kitabu cha Yohana 14 mstari wa 22. Hebu tuulize maandiko, Yesu anasema Yesu akikupenda anafanya nini? Yesu akikupenda anafanya nini? Maandiko yanasema mwizi haji ila kuua, kuharibu na kufanya nini? Na kunyang'anya. Sasa ukisema Mungu ameua, hauoni tutakuwa tunamwambia yeye ni mwizi? Sababu Yesu anasema mwizi haji ila aue, anyang'anye na aharibu. Hiyo ni kitabu cha Yohana 10 mstari wa 10. Hebu leo nikufundisha kwa dakika ndogo ni kwa nini Yesu alikuja, ili uone umuhimu wa upendo wa Yesu juu ya maisha yako, ili ujue mafuta ile unayohitaji ni ufahamu ya kwamba Mungu anafanya makao ndani yako. Kitabu cha Yohana 14 mstari wa 22. Andika anasema Yuda si Iskariote akasemaje? Akamwambia, Bwana, imekuwaje ya kwamba wataka kujidhihirisha kwetu, alafu wala si kwa ulimwengu? Yesu akajibu akasema, akinipenda atalishika neno langu. Mtu akinipenda atalishika neno langu. Twende pole pole. Mtu akinipenda atalishika neno langu. Alafu na baba yangu, naye baba yangu atafanyaje? Atampenda. Kwa hivyo baba anafanyaje? Atampenda. So akikupenda huyu baba anafanyaje? Nasi tutakuja kwake. Tunakuja kwake na kwa kufanya makao kwake. Na kufanya makao kwake. Kwa hivyo Mungu akikupenda hakuui. Mungu akikupenda anakuja anafanya makao wapi? Ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini kwa sababu ya jokers waliojaa makanisani, neno lote likisema wanasema ni Biblia imesema. Utasikia mtu amesema ya kwamba Biblia imesema Mungu anasaidia yule amejisaidia. Hakuna haya kama hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mama kama huyu kwa sababu ya dhambi zilizokuwa kwenye dunia, maandiko yanasema kitabu cha Warumi 5 mstari wa 12, mauti ilitoka wapi? Nataka nikufariji. Haleluya. Faraja ya milele. Mauti ilitoka wapi? Ni nani anaua? 5:12 kitabu cha Warumi. Kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, na kwa dhambi hiyo mauti ikakuja. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo mauti inasababishwa na nini? Mauti inasababishwa na nini? Je, ni Mungu au ni dhambi? Bwana Yesu asifiwe. Kama umeelewa piga shangwe na vigelegele kwa Yesu. Kwa sababu ya dhambi iliyoingia ulimwenguni, watu walijipata wakiwa katika msururu wa mauti. Na kwa maana kitabu cha Mathayo 1:21 inasema Yesu alipokuja, amekuja ili aweze kuondoa watu kutoka kwenye dhambi, kwa sababu dhambi ndio inafanya watu wanakufa. Bwana Yesu asifiwe. Hapa ndipo Yesu akakuja kama mwokozi ili akuokoe kutoka kwenye sehemu ya hatari, akuhamishe na kuingiza katika uzima wa milele. Jioni ya leo nimekuja kukupatia habari njema. Haijalishi wewe uko na dhambi za aina gani, haijalishi uko na njia gani ambazo umezipitia, uliona mtu wewe ni mchawi, maandiko yanasema jioni ya leo Yesu ako tayari kukuondolea dhambi zako. Bwana Yesu asifiwe. Ambia jirani yako, Yesu ako tayari kukuondolea dhambi zako. Bwana Yesu asifiwe. Hii hema ndio naona inakupokea injili. Hii hema ndio nataka ipokee. Kwa sababu hii hema mkipokea hii injili itawafariji. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna njia nyingine ya kufarijika. Neno la Mungu ndio lina nguvu ya kukufariji. Bwana Yesu asifiwe. Wote niwaambie, hawa watu wote wako hapa saa hii. Baada ya saa 1 hakuna mtu utaona hapa. Wote watakuwa wamefanya nini? Sasa kama unangojea faraja ya hawa, inaisha leo. Lakini ukikojea faraja ya neno la Mungu, inakaa na wewe milele. Bwana Yesu asifiwe.
wamefanya vizuri kuja kukusidikisha, lakini kumbuka kila mtu ana shughuli zake. Lakini ninapokuhubiria hili neno ndio litakushikilia wewe, litakushikilia kesho, litakushikilia mwezi ujao, hata milele, kwa sababu maandiko yanasema neno la Mungu ndio nguvu ya Mungu. Haleluya. Paulo akasema ya kwamba sitaionea haya Injili, kwa sababu Injili ni nguvu ya Mungu. Sikiza, Injili haina nguvu ya Mungu. Injili ndio nguvu ya Mungu. Haleluya. Injili ndio nguvu ya Mungu, ndio nguvu. Haleluya. So unaposikiza neno kama hili jioni ya leo, hili neno ndio lina uwezo wa kukuokoa na kukuhamisha kutoka kwenye sehemu ya giza na kukuingiza katika ufalme wa wana. Kitabu cha Wakolosai 1 mstari wa 13. Pigia Yesu makofi mazuri. Pigia Yesu makofi mazuri wa mama hapa. Najua mnasikia njaa, lakini Yesu akasema mtu hataishi kwa mkate peke yake, ataishi kwa kila neno litokalo katika mdomo wa Baba yake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo sehemu hii ya neno ni sehemu muhimu kwa kila mmoja aliyekuja hapa. Ni sehemu ambayo ilikuwa ipewe kipaumbele kabisa, lakini kwa sababu ya mambo mengi yanayotuzunguka tukaachilia mfanye yote, na ili tuwaletee neno ikiwa ya mwisho. Ukienda nyumbani uende na hilo neno. Bwana Yesu asifiwe. 1:13 soma msomaji. Nasema hivi. Naye alituokoa katika nguvu za giza. Na unapopokea Yesu unaingizwa kwa kanisa ambalo linaitwa umeokoka. Na unapoitwa umeokoka, maandiko yanasema ya kwamba alituokoa. Yesu haendi kukuokoa, Yesu alikuokoa msalabani. Haleluya. Naye alifanya nini? Akatuhamisha na kutuingiza. Rudia kutoka mwanzo. Naye alituokoa katika nguvu za giza. Alituokoa kutoka kwa nini? Nguvu za giza. Alituokoa kutoka kwa nini? Nguvu za giza. Na ni kanisa ambayo ni kanisa ya wapumbavu, wao bado wana nguvu za giza zinawasumbua. Na maandiko yamesema tumeokolewa kutoka kwa nini? Nguvu za giza. Bwana wewe DJ, uache joka, ninahubiri neno. Uweke ile kitu nilikwambia uweke, kama uwezi unyamazishe hiyo kitu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Maandiko inasema ya kwamba tumeokolewa kutoka kwa ufalme wa nini? Simuongee nyuma yangu. Tumeokolewa kutoka kwa nini? Ufalme wa nini? Na siku ya leo utapata jokers wengine ambao ni wapumbavu wanyoma. Tunazishika nguvu za giza, tunaziharibu nguvu za giza, tunazikanyanga, ndio maanake ukiota usiku unaota na mapepo na majini. Haleluya. Amen. Unaota usiku, unaamka unaanza kusema ninakamata kona 4 za mapepo. Ukikamata haupeleki mahali, unabaki nazo. Ukilala unaota nazo. Kwa sababu hujapata kujiwekea mafuta ya fahamu ya kuwa ulipookolewa unahamishwa kutoka kwa ufalme wa nini? Giza. Ni nani anayelipa nyumba aliyoihama? Ni nani ambaye anayelipa nyumba aliyoihama? Simuongee wa mama, nani anayelipa nyumba aliyoihama? Ona wewe ulipohamishwa kutoka kwenye nguvu za giza, bado unazitaka zikakufuata. Wakati maandiko inasema goodness and mercy shall follow you in all your life. Maandiko inasema wema na fadhili zake zitafanya nini? Zitakufuata siku zote za nani? Za maisha yako. Wengine badala ya kufuatwa na wema na fadhili, wanafuatwa na mapepo na ndoto zinazowasumbua na minyoo ya usiku inafura. Wanaanza kusema, "Oh pastor, niombee." Haleluya. Kile kitakusaidia katika wakati huu wa hatari ni kujua ya kuwa uliokolewa. Haukuokolewa kwa njia ya kondoo, haukuokolewa kwa njia ya sadaka yako. Si kwa sababu ulitoa fungu la 10, si kwa sababu uliweza kutoa sadaka nono, ni kwa sababu ulikiri kuwa Yesu ni Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Unapokiri kuwa Yesu ni Bwana, hapo ndipo unaokoka, na unapookoka unaokolewa kabisa. Amen. Mwambie jirani yako, siku ya wokovu ni vivi kale. Amen. Mwambie ni hivi sasa. Amen. Mwambie ni hivi sasa. Amen. Ni vivi. Ni machero vivi.
Bwana Yesu asifiwe. Piga Yesu shangwe na vigelegele. Hauhitaji kutoa sadaka ndio uokoke kijana. Hauhitaji kutoa mafungu ya 10 ndio uokoke kijana. Unahitaji kuamini kazi ya msalaba. Kile Yesu alifanya msalabani, atalipia deni, atalipa gharama. Wewe kazi yako ni kupokea. Amen. Wewe imekushinda kupokea. Amen. Kila wakati ukiona mchungaji unaona sadaka. Sijui siku ya mwisho niliyokula sadaka ya kanisa. Amen. Sijui. Haleluya. Amen. Mimi si mchungaji wa sadaka, ni mchungaji wa neno. Na nakwambia ukweli, siku hizi kanisa imefanyika biashara. Wanataka wale watu ambao wako na magari ndio wanaweka kwa viti za mbele hapa. Amen. Haleluya. Amen. Watu wanawekwa hapo mbele. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukikuja kama wewe hauna pesa unawekwa huko nyuma. Sikiza, kanisa la Yesu haitambui mfuko wako, inatambua roho yako. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa la Yesu haitambui kama umekuja na shilingi 10. Nilisikia mmoja akiambia watu, mtu wa Mungu amevaa kola kama vile mtumishi na kofia ile kubwa ya kwamba Mungu hakuli 20, Mungu hakuli mashilingi. Ni ati unapigia kelele Mungu na shilingi 20. Kwa sababu watu wamegeuza kanisa la Kristo, badala ya kuendeleza maono ya Yesu Kristo, wanaendeleza maono yao na tumbo zao. Lakini jioni ya leo nataka ukienda nyumbani ujue kwamba kuna watu pia bado wamebaki ambao wanahubiri juu ya msalaba, ya kwamba Yesu alikuja akakufa msalabani, hakukuja tu akazirai, bali alikufa akakufa ili wewe upokee uzima vizuri na kwa makini. Mara nyingi ukigonjeka unaenda unaambiwa toa dhabihu ya kukutetea kwa Mungu. Sijui yule mchawi aliyokuchawi ukapata ugonjwa alitoa zawadi kubwa kuliko ile wewe umeleta. Yeye alijuaje alitoa kubwa kama sio yeye alikuwa mchawi? Neno uende naye. Usomee. Petro wa kwanza 1:18. Maandiko yanasema hivi. Maandiko inasema hivi. Nanyi mfahamu ya kwamba. Nanyi mfahamu yale mafuta ya wale waelevu sasa. Ilikuwa ni ufahamu. Ilikuwa ni roho. Ilikuwa ni kujua yule Bwana atakuja lini, ufahamu wa neno. Na ndipo walipofahamu ya kuwa wanaweza kwenda mbele na mafuta isho, ufahamu ule ndio uliwasaidia. Ufahamu ule ndio uliwasaidia kuweza kuongeza ufahamu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Kwa ule ufahamu unakusaidia wewe kujua kile Mungu amekupatia. Ule ufahamu unakusaidia kujua kile wewe Mungu amekupatia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa unapojua kile ambacho Yesu amekupatia, hapo ndipo unakuja kwamba mlikombolewa si kwa vitu viharibikavyo. Mlikombolewa si kwa vitu viharibikavyo. Kwa fedha. Ngoja, vitu viharibikavyo. Chumvi inaharibika. Hiyo inaharibika. Mafuta inaharibika sana. Kitambaa inaharibika. Vizuri sana. Bwana Yesu asifiwe. Hatukukombolewa kwa vitu viharibikavyo. Hatukukombolewa kwa vitu viharibikavyo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Soma tena, shetani hawezi kuharibika milele. Haleluya. Kama waseme ni mimi nilisema hiyo Biblia si yangu mwenyewe, yangu ndio hii ya Kiingereza. Nimekuja nayo na nikasema sisomi, nitasoma ile imekuja na Bishop wako. Inasema hivi. Nanyi mfahamu ya kwamba mlikombolewa si kwa vitu viharibikavyo. Fedha. Sio kwa fedha au dhahabu. Si kwa dhahabu. Ngoja, vitu viharibikavyo nipe 5. Mafuta inaharibika, chumvi inaharibika. Si ndio? Ndio. Hizo vitu si zinaharibika? Ndio. Ziko na expiry date. Hata wale wametengeneza pale wameandika expire na wakakupea date ya kufanya nini. Lakini unakuja unaambiwa leo beba hii mafuta uweke kwa kipochi chako uende ukajiombea nayo. Unafanywa kuwa mchawi anayejifanya ameokoka. Halo? Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kubeba mafuta kwa mfuko wako sio kuokoka, hiyo ni sanamu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hiyo ni sanamu. Mtubu kutoka kwa sanamu. Mgeukia Yesu msalaba, aliyelipia gharama msalabani, akakufa msalabani.
nani? Ili uokoke wewe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kanisa la wapumbavu linakuja kwa njia hiyo. Endelea. Si kwa vitu viharibikavyo, kwa nini? Fedha au dhahabu. Pesa yako haiwezi kukukomboa. Haijalishi utaleta ng'ombe ama utaleta milioni 10 ili kwa madhabahu uvunjiwe. Madhabahu haivunjwi kwa pesa. Madhabahu ilishavunjwa kwa nguvu ya msalaba. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Soma tena, maliza. Mpate kutoka katika mwenendo wenu. Mpate nyinyi kutoka kwa mwenendo wenu Usiofaa. Mliopokea kwa baba zenu. Mliopokea kwa baba zenu. Bali. Kwa damu ya thamani. Mlikombolewa kwa njia gani? Kwa damu ya thamani. Si kwa damu ya kemani. Haleluya. Kwa damu ya nini? Ya thamani. Kama ya mwana kondoo. Kama ya mwana kondoo. Asiye na ila. Asiye na ila. Asiye na waa. Asiye na waa. Yani Yesu. Ya Yesu Kristo. Jioni ya leo ninapotamatisha mafundisho ya, ninataka ujue kwamba kama sio damu ya Yesu sio ukombozi. Ukombozi si kuambiwa toka sasa, toka sasa, toka sasa. Geni Maimuna, geni Maimuna. Hiyo sio ukombozi, ni sarakasi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sema ni sarakasi. Wewe uliokoka miaka 10 iliyopita na bado unatolewa pepo leo, uliokoka nini? Ni nini uliokoka? Kila wakati ukiweka crusade unaokoka. Yaani unajui kuokoka ni nini? Kwa maana mafundisho haya sio ya yule aliyelala pale, ni yako wewe uliye hai. Bwana Yesu asifiwe. Unapookoka, unaokoka mara moja kwa sababu ya damu ya msalaba wa Yesu Kristo. Amen. Hiyo ndio injili ya wale walevu ambao wanajua si kwa matendo yao wanaokoka, bali ni kwa damu ya Yesu ya msalaba ambayo inafanya kuleta wokovu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tusimame kwa miguu yetu tunapotamatisha hiyo.